kubwa katika uundaji wa taifa hili na hadi kufikia leo. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kuiendeleza amani, lakini vile vile kudumisha ustawi wa taifa na jamii kwa maendeleo endelevu. Tulitenga siku ya Oktoba 1 kuwa siku ya kimataifa ya wazee. Hivyo nchi yetu imekuwa ikiungana na nchi nyingine duniani kuhakikisha kuwa tunaadhimisha siku hii muhimu ya wazee, na lengo ikiwa ni kuhakikisha jamii inajenga uelewa, kutoa hamasa wazee kuhusu kulinda haki, ustawi na maslahi ya wazee hapa nchini. Kwa niaba ya serikali nitoe pongezi na niseme pia nimepokea pongezi za mwenyekiti wa Baraza la Wazee kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, na niwahakikishie kwamba pongezi hizo zitamfikia. Lakini pia tumepokea changamoto ambazo wazee wamezitoa kupitia tenzi mbalimbali, kupitia nyimbo, lakini kupitia hotuba iliyotolewa na mwenyekiti. Bahati nzuri tunaye hapa katibu mkuu ambaye ndio mtengenezaji wa sera, amezisikia na sisi serikali tunazichukua, na nikuombe muende mkazifanyie kazi kwa ajili ya maslahi ya wazee wetu. Wazee kushiriki uchaguzi kwa ustawi wa jamii yetu, ni wazi kupitia kauli mbiu hiyo sote tunatambua ujumbe huu kuwa wazee wanastahili heshima kwa kuboreshewa mifumo yao mbalimbali ya ushirikishwaji wa masuala mbalimbali ya kijamii na kitaifa, lakini ikiwepo upatikanaji wa huduma muhimu. Ili haya yaende kufanyika vizuri, mnayo kila sababu ya kuichagua serikali ambayo inajali, serikali ambayo ni sikivu, lakini serikali ambayo inayatambua matatizo haya. Kwa hiyo nami niungane na kila aliyesimama hapa kuwakumbusha kwamba tarehe 29 mwezi huu tunatakiwa tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura ili tuchague serikali ambayo itaenda kufanyia haya kwa ustawi wetu, kwa kuwataka jamii yote duniani kuthamini utu, kuwa mtu ni utu. Kila moja athamini utu wa mwenzake. Tusidhalilishane, kudharauliana, kunyanyasana wala kuuana. Tujione jamii yote tuna haki sawa kwa Mwenyezi Mungu hapa duniani. Lakini katika nyanja mbalimbali wazee wamekuwa wakishauri. Wazee hawa wamekuwa wapatanishi wanapokuwa na migogoro ndani ya jamii. Lakini wazee hawa wamekuwa walezi wetu. Nitoe rai kwa vijana, kwa jamii, kwamba kama wazee wamekuwa wakitulea, basi na sisi tuwatendee mema, tuwakumbuke. Tunaongea lugha moja kutokea Ruvuma mpaka Kagera mpaka Arusha, ni kwa sababu ya mchango mkubwa uliotolewa na unaoendelea kutolewa na wazee hao. Wazee 475,473 waliweza kutambuliwa, na katika wazee hao wazee 2199,588 waliweza kupatiwa vitambulisho na kadi za bima katika halmashauri 184 ambao ni sawa na asilimia 42.2. Lakini pia katika halmashauri zetu 184 madirisha 4094 ambayo yalitengwa kwa ajili ya huduma kwa wazee yameweza kufanya kazi. Helpage Tanzania imeendelea kushirikiana na serikali na wadau mbalimbali kuhakikisha sera na huduma zinazotolewa zinazingatia mahitaji ya wazee, hususan upatikanaji wa afya bora, pensheni jamii, teknolojia saidizi na fursa za kuendelea kushiriki katika maendeleo ya taifa.